Tunapoanza kanisa, nataka unisaidie kukaribisha watu wa Mungu ambao wanatutazama kwa mtambo wa YouTube. Tuambie praise the Lord. Amen. Tuambie praise the Lord. Amen. God bless you so much. Tunawakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Majina yangu ni Apostle Gitao John. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Na siku ya leo tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kukutana kwa muda mchache katika nyumba ya Bwana, na tungetaka kushiriki neno la Bwana pamoja. Neno la siku ya leo tunalitoa kwa kitabu cha Hesabu 35 na tutaweza kusoma mistari miwili na Mungu akaweze kulibariki neno lake. Ninataka nikaweze kusoma verse number 26, 27 and 28. Maandiko inasema ya kwamba, but if the manslayer at any time goes outside the limit of the city of refuge where he fled, and the avenger of the blood find him outside the limit of his city of refuge, and the avenger of the blood kill the manslayer, he shall not be guilty of the blood, because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the manslayer may return to the land of his possession. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu mahali ambapo nimesoma, Biblia inasema ya kwamba katika taifa la Israeli kuna miji ambayo Mungu alisema itengwe, na ilikuwa miji 6, kwa sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba watu wakati wanapoishi pamoja, unaweza kufanya ama unaweza kuua bila kukusudia. Labda mtu hamukuwa na shida naye, hamukuwa na uadui naye, lakini just by accident ukute ya kwamba umerusha mawe ama kuna kitendo umefanya na kikafanya mmoja wa wapendwa ama mmoja wa jamii ya Waisraeli aanguke na afe kwa sababu ya hicho kitendo ambacho mtu amefanya bila kukusudia. Maandiko inasema ya kwamba mtu angeua bila kukusudia, alikuwa amepatiwa nafasi akatorokea katika hiyo miji ambayo ilikuwa kimbilio kwa wale ambao wameua bila kukusudia. Na maandiko inasema ya kwamba yeyote ambaye angekimbilia kule na aingie ndani, awe Muisraeli ama bila Muisraeli, maandiko inasema ya kwamba haungeuawa ukiwa pale. Siku hizi ninaamini ya kwamba hiyo ndio watu wa sheria wanayoita ya kwamba kuua bila kukusudia. Praise God. Wanaita kuua bila kukusudia, na mtu ambaye ameua bila kukusudia haadhibiwi kwa hukumu ya kifo, huwa anafungwa miaka kadhaa na baadaye anaweza kuachiliwa ama anafungwa for life. Maandiko inasema ya kwamba mtu akitorokea kule, Bible inasema ya kwamba kuna masharti ambayo alikuwa amepatiwa ama alikuwa anapatiwa, ya kwamba hangetoka kutoka kwa hiyo miji, hangetoka ndani ya ile miji kabla ya kuhani mkuu ambaye amemwagiliwa mafuta hajakufa ama hajaondoka kupitia kwa kifo. Lakini maandiko inasema ya kwamba angekufa huyo kuhani mkuu, yule ambaye alikuwa ameua bila kukusudia, alikuwa sasa na ruhusa ya kurejea mahali ambapo alitoka na kuendelesha maisha yake ya kawaida. Kama kuna urithi alikuwa nao, aende akaanze kufanyia kazi na kufurahia. Kama kuna familia alikuwa ameiacha, hiyo familia aende akaungane nayo. Kama kuna kitu ambacho alikuwa ameacha, maandiko inasema ya kwamba baada ya kifo cha kuhani mkuu, huyo mtu alikuwa ameruhusiwa kurudi katika urithi wake na kuendelea na maisha kama kawaida. Wakati ambapo Mungu alikuwa amepanga huo mpango, maandiko inasema ya kwamba Agano la Kale ni kivuli
kivuli cha mambo mazuri ambayo inakuja, na hii mambo mazuri ndiyo Yesu Kristo ambaye ndiye the substance himself. Wakati ambapo tunaongea juu ya kivuli, kivuli huwa kinakaribia kukaa kama mwenye kivuli, lakini mwenyewe akija huwa anakuwa more clearer than the shadow. Praise God. Amen. Mwenye kivuli ukimwangalia anakuwa anaonyesha mambo more clearly kuliko kivuli chake, kwa sababu kivuli hakina rangi. Hawezi ukaangalia kivuli cha mtu useme ya kwamba ni mweupe ama ni mweusi. Hawezi angalia kivuli useme kama ako na meno ama hana. Hawezi angalia kivuli useme kama mtu ako na alama ama hana alama. Hawezi kuangalia kivuli uelezee mambo kinaga ubaga, kwa sababu kivuli haionyeshi mambo clear. Praise God. Na kwa hivyo wakati Yesu alikuja, tunaelewa ya kwamba hiki kivuli kilikuwa kinaashiria ya kwamba one day Jesus Christ will come into the world, who has already come. Na Biblia inasema ya kwamba Kristo baada ya kufa alikufa kwa ajili ya kila mmoja wetu na mwingine. Wakati tunapopokea hii neema ambayo Kristo ametuletea, kwa sababu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, na tunajua ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, hiyo hukumu ambayo ilikuwa juu yetu imekwisha kuondolewa. Na siku ya leo nataka mtu ambaye ananisikiliza akaweze kujua ya kwamba kama kuna kifo ambacho kinakutafuta, kama kuna kifo ambacho kinakuwinda, siku ya leo nataka nikakuelezea a city of refuge, mahali ambapo utatorokea na ukaweze kupata usalama wako. Siku ya leo watu wanafanya kila jambo ili wasije kufa, lakini nataka nikuambie ya kwamba the avenger of the blood is still hunting down souls of men, na njia pekee ya kuepuka hicho kifo ambacho the avenger of the blood ama shetani ama roho ya kifo ambapo imekusudia kutafuta watu na kuangamiza, nataka nikuambia ya kwamba suluhisho letu liko katika Kristo Yesu na Yesu peke yake. Praise God. Amen. Biblia inasema ya kwamba the enemy comes not but to steal, kill and destroy. Hiyo ni kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10, ya kwamba the devil comes not but to steal, kill and destroy. Yesu anasema ya kwamba but I came that they may have life and life in abundance. Mimi nalikuja ndio watu wawe na uzima na uzima tele. Watu wa Mungu, siku ya leo watu wameogopa mambo mengi kwa sababu ya matukio ambayo imetendeka duniani na hii magonjwa ambayo imekuja. Kila mtu wamelazimika, na siku ya leo nataka niseme ya kwamba kuna masharti mengi tumewekewa ndio tukaweze kuishi. Watu tunaambiwa uwe na barakoa, tunaambiwa ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi, mambo mengi, you sanitize, you do this and you do this. Lakini hayo mambo yote ni mazuri kwa sababu ya kushindana na hiyo ugonjwa kulingana na mikakati ya serikali. One assurance I want to assure you ni kwamba hata kama sio hiyo, kitu cha kushangaza na kitu cha kweli ni kwamba kila mtu atakufa. Unaweza kuuawa na corona, unaweza kuuawa na accident, unaweza kuuawa na mambo mengi, lakini mimi siku ya leo sijakuja kuongea juu ya hayo. Nataka nikuambie ya kwamba tuna uzima, na uzima ambao tuko nao uko ndani ya Kristo Yesu peke yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ule uzima tuko nao uko katika Kristo peke yake. Na kitu cha kushangaza ni kwamba hata kukiwa na challenges nyingi katika haya maisha, Yesu akisema utaishi tu hata kukiwa na hizi changamoto zote. Amen. Praise God. Amen. Yesu akisema utashinda tu kukiwa na hizi changamoto zote.
Yesu akisema utaendelea kukiwa na hizi changamoto zote. Praise God. Mungu akisema jambo, hakujalishi ni nini iko, hakujalishi dunia iko namna gani. Mungu akisema uishi ama akisema jambo kukuhusu, yeye haangalii the situation around. Huwa anaongea kwa mamlaka yake, kwa sababu yeye ni Mungu, na ikisema ya kwamba utaishi, you will live. Praise God. Amen. Siku moja alimtabiria mtumishi wa Mungu Petro, akamwambia ya kwamba wakati alikuwa mtoto alikuwa anajifunga na anaenda mahali anataka, anafanya kila kitu anachotaka. Akaambiwa uzeeni mwako kuna wakati utashikwa na upelekwe mahali hutaki. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anamwambia Petro ile kifo ambayo atakufa. Na wakati alipomwambia, Petro akataka kujua mambo ya Yohana. Na Yesu akamwambia, nikisema ataishi, inakuhusu nini? Praise God. Na tunajua kulingana na historia ya Biblia kwamba kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye alikataa kufa ni Yohana. Yohana alipelekwa kwa Island of Patmos, mahali aliandikia the book of Revelation. Yohana hata alienda akawekwa ndani ya mafuta ikichemuka, na ikachemuka na hakukufa. Praise God. Amen. Ikachemuka tu kama ya mandazi na akawekwa ndani na akatoka bila kukufa, kwa sababu kuna neno lilikuwa linamuandama. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba ni vizuri kumtafuta huyu Yesu, kwa sababu hata siku ya leo akisema neno kukuhusu, hautaangalia ni nini iko duniani, hilo neno litakudumisha. Amen. Praise the Lord. Amen. Uchumi wa dunia unaweza kuanguka, lakini Mungu akisema amekubariki, utainuka uchumi ukianguka. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mungu akisema ya kwamba amekuponya, utaishi na watu wengine wanaondoka. Na kwa hivyo siku ya leo nataka niambie watu wa Mungu ya kwamba katika mambo yote ambayo tunaona duniani, let our relationship with God be great right now. Wacheni tutafute uhusiano mzuri na Mungu, wacheni tutafute Yesu Kristo, na akiingia katika maisha yako, mambo mengine yote inaweza kubadilika, lakini yeye hatabadilika. Hakuna siku Mungu atashindwa kukuokoa akuambie ningetaka, lakini nimeshindwa kwa sababu ya corona. Bwana sifiwe. Amen. Hakuna siku Mungu atakwambia ninakuinua na nilikuwa ninataka kukuinua, lakini sasa angalia nimeshindwa kwa sababu uchumi wa dunia umeanguka. The word of God is final. Praise God. Amen. Biblia inasema he is rule in the midst of the enemies, ya kwamba yeye ni mtawala katikati ya adui. Bwana sifiwe. Na maandiko inasema yeye hata huandalia mtu meza mbele ya maadui wake. Mungu akisema jambo lifanyike katika maisha yako, he overlooks everything else. Bwana sifiwe. Amen. Mungu akisema jambo kuhusu maisha yako, hiyo mambo mengine yote huwa anaipuuzilia. Hata uwe umekufa na umeoza, kama Mungu akisema ishi, hata sema lakini mwili umeoza, neno lake ndilo linasimama ya kwamba huyu mtu aishi tena. Kwa hivyo hiyo kuoza kwa mwili kujua kunaenda wapi, lakini wewe uishi. Praise God. Amen. Mungu akisema ya kwamba amekubariki, haijalishi ni nani wanasema neno lolote, ama haijalishi ni kitu gani inakuzunguka inakaa kama laana, kile ambacho kitasimama ni hilo neno la Mungu. Praise God. Amen. Maandiko inasema ya kwamba ndio nisitoke nje ya yale ambayo nilikuwa ninasema siku ya leo, ni kwamba wakati mtu ameua na ametorokea katika huo mji ambao Mungu aliandaa kwa sababu ya refuge ama kimbilio kwa wale ambao wameua,
maandiko inasema mtu akishakaa hapo, kuhani mkuu akishafika mahali na aondoke ama akufe, maandiko inasema ya kwamba sasa kila mtu alikuwa anawekwa huru. You don't have to die again. Praise the Lord. Mambo ya mtu kufa ilikuwa sasa inawekwa kando, na yule ambaye alikuwa anakutafuta ndio akuue, maandiko inasema ya kwamba from that day when the high priest dies, the avenger of blood has no power over your life. Bwana sifiwe. Amen. Watu wa Mungu, as I finish, I want to tell you today, as Christ has died for you, if you receive Jesus Christ, you who have received Jesus Christ, I want to tell you ya kwamba death has no power over your life. Bwana sifiwe. Ninataka nikuhakikishia mtu wa Mungu ya kwamba your destiny shall be fulfilled. Amen. Hatima yako itakuja kutimilika, na haitatimilika kwa sababu ya vile mambo iko, itatimilika kwa sababu God who is above all and through all and in all is working in your life. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mungu akionekana mahali, huyu kuhani mkuu akishaingia na afe kwa ajili yako, sasa si kifo tena kinakuwinda, ni kitendo ambacho amefanya cha kukufa kwa ajili yako kitakachofanya uendelee kuishi. Amen. You can enjoy your possession in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka unisikilize mtu wa Mungu kabla hatujaomba. Maandiko inasema kuhani mkuu akishakufa, maandiko inasema ya kwamba the avenger of blood is removed from your life and you can go back to your possession and enjoy your possession. Amen. Praise the Lord. Amen. This avenger of blood has only power over you if the high priest has not died. Bwana sifiwe. Amen. Ninaongea kwa Kiswahili ya kwamba huyu wa kulipisha kizazi, huyu mlipizaji wa kisasi ambaye anakuwinda akuue, maandiko inasema ya kwamba ako na nguvu juu yako kabla kuhani mkuu hajakufa kwa ajili yako. Kuhani mkuu akishakufa kwa ajili yako, maandiko inasema you can go back to your possession and enjoy it, and no death can hunt you around. Praise God. Amen. Siku ya leo, watu wa Mungu, hili ndilo neno Mungu amenipatia kwa ajili yenu. Mradi Kristo amekufa kwa ajili ya maisha yako, you can enjoy what he has given you. Na usiangalie ya kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yanakuinda. You can enjoy what Christ has in store for you because he died for you. He has paid the price for your sins. Amelipa gharama kwa sababu ya maisha yako. Ndio uishi, kuna kuhani mkuu ambaye amekufa kwa ajili yako na amekufa kwa niaba yako. Praise God. Amen. Biblia inasema ya kwamba the just died for the unjust. He who knew no sin has died for sinners. Amekufa kwa niaba yako, na kwa sababu yake kufa kwa niaba yako, nataka niambie mtu wa Mungu anayenisikiliza siku ya leo ya kwamba imeruhusiwa na imekubaliwa uweze kufurahia maisha. Kama ningekuwa wewe ningesema amen, na niseme amen kama ninamaanisha na nilipokea hilo neno. Amen. Praise God. Amen. Huyu kuhani mkuu ametoa uhai wake kwa sababu yako, kwa sababu yangu, na yeyote mwingine ambaye atamwamini. Ndiyo hiyo roho ambayo ilikuwa inakuinda inyamazishwe na uweze kurudi kwa ulidi wako.
ukaweze kuishi maisha yako kamilifu. Praise God. Amen. Kama hangekufa, hiyo roho bado ingekuwa kinyume na wewe, lakini kwa sababu amekufa, siku ya leo the good news ni kwamba enjoy your life. Amen. And not only this life, enjoy life in Christ, in this life and in the life after this life. Amen. Bwana ameruhusu watu wake wafurahie hayo maisha, na kwa hivyo watu wa Mungu, I have come here today to remind somebody ya kwamba there is a high priest who died for you. Amen. And because of his death, you shall live. Amen. Because of his death, you will enjoy your possession. Because of his death, you will not die. Because of his death, you will not be attacked by those sicknesses and those diseases. God will give you protection. Amen. Because of his death, you will not die out of accidents. Because of his death, you will continue doing your business. You will continue doing the work you are doing, and God will prosper you. Amen. Bwana asifiwe. Nataka niombe na watu wa Mungu, na ninataka nitangaze siku ya leo kwamba the spirit of death has no power over you. Amen. Praise the Lord. Amen. Mahali popote ambapo kifo kimeandaliwa, nataka nikutangazie ya kwamba hiyo roho ya kifo haina uwezo juu yako, kwa sababu kuhani wetu mkuu alikufa na akafufuka, na siku ya leo ako mkono wa kulia wa Mungu Baba akituombea, akitutetea, amelipa gharama ya kuishi kwetu. Amen. Ni kitu gani hicho ambacho kinaweza kutuondoa kwa upendo wa Mungu? Hakuna kitu ambacho kina nguvu ama uwezo. Nataka tukaweze kusimama mbele za Bwana, na ninataka siku ya leo, kama kuna mahali haukuwa unafurahia urithi wako, siku ya leo amini Bwana, kwa sababu Yesu Kristo amekuja na amekufa kwa ajili yako, amelipa gharama kwa sababu ya ushindi wako. Kabla sijaomba na wewe unanisikiliza siku ya leo kwa mtambo wa YouTube, unanisikiliza na uko pamoja nasi siku ya leo, and until now Jesus has not died for you. Hajakufa kwa ajili yako, si kwa sababu hakukufa. It is because you have not accepted his death and resurrection. Nataka tukaweze kuomba hili ombi pamoja nawe. As we pray, you will see change in your life. Just pray with me. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, nioshe kwa damu yako ya dhamana. Siku ya leo Bwana Yesu, nakiri ya kwamba ulikuja na ukafa kwa ajili yangu na ukafufuka, na siku ya leo unatawala milele. Nipokee Bwana, nami ninakuita, ingia ndani ya maisha yangu, ufanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kutoka siku ya leo. Kwa sababu ya kifo chako na kufufuka kwako, naomba ukanifanya mshindi, ukaniwezeshe kuishi kwa sababu ya wema wako. Asante kwa neema yako, kwa jina lako Yesu Kristo nimeokoka na nimeamini. Let us pray. Hahitaji lolote ambalo uko nalo, nataka ukamwamini Bwana, na siku ya leo Kristo anakuambia nimekufa kwa ajili yako, na kwa sababu ya kifo changu maandiko inasema ya kwamba utaishi na utafurahia urithi wako. Let us pray. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wakati tukiwa mbele zako, twakuamini kwa sababu ya kila mmoja ambaye siku ya leo ameliamini hili neno. Yesu Kristo, ulikuja na ukafa kwa ajili yetu na ukashinda kifo na mauti. Bwana Yesu, unaishi mkono wa kulia wa Mungu Baba. Mamlaka na nguvu na uwezo zikiwa mbele zako na zikiwa zako. Siku ya leo natangazia kila mmoja aliye mbele zako ya kwamba wataishi kwa sababu ya wema wako. Baba Mungu, kuna watu ambao wananitazama, kuna watu ambao wananisikiliza, na siku ya leo ni wagonjwa. Bwana Yesu,
kwa jina lako nakemea hayo magonjwa, nakemea hayo maradhi, nguvu zote za giza ambazo zimeinuka kinyume nao, ninaziondoa kwa maisha yao, nazikemea katika jina lako kwa Yesu Kristo. Baba, uwezo wote wa kishetani, laana za waliokufa, laana za walio hai, uganga na uchawi, ninauvunja kutoka kwa maisha ya watu wako, na ninawatangazia wamewekwa huru kwa jina lako kwa Yesu Kristo. My God and my Father, nikiwa mbele zako naziombea kazi za watu wako, naombea biashara za watu wako, ninaomba kwa sababu ya jamii zao na kwa sababu ya ulinzi wa watu wako. Mungu ukawakumbuke na ukaweze kuwapigania, ukaweze kuwashindania. Baba, ninakuamini ya kwamba uchumi wa watu wako hautazorota. Ninakuamini jamii zao hazitaangamia, watoto wao hawataangamia. Roho yoyote ya mauti ambayo imekuwa ikiwaandama, nimeziondoa mbele za watu wako, ninazifunga na kuzinyamazisha. I render them powerless over them in the name of Jesus Christ. Yesu Kristo, kwa sababu ya kifo chako nimekemea roho za mauti, nimekemea roho za vifo, hazitawatawala, hazitawatamaraki. Bwana, ukaweze kuwakumbuka, ukaweze kuwabariki na ukaweze kuwashindania. Asante Jehova, kwa kuwa hakuna mwingine aliye kama wewe. Tenda mambo makuu kwetu, utuinue na utubariki. Kwa jina kula Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because he lives, you can face tomorrow. Amen. Praise God. Amen. Because Christ died for you, you will live. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Kristo Yesu ameshinda kifo na mauti. Ninakuambia mtu wa Mungu, usiogope. Bwana yu pamoja nawe. Amani ya Bwana itakaa nawe. Utaweza kunawiri, utaweza kuendelea, na ushindi wa Mungu uko juu yako. You don't need to worry. Christ has overcome for your sake in Jesus name. Bwana awabariki, wapende na wainue. Ukiwa pamoja nasi na ungetaka kusupport kipindi ambacho tunaendeleza na njia ya YouTube, kama uko pamoja nasi na umeokoka, ni vizuri ukaweze kutupigia hii namba ambayo nitakupatia. You can give a compliment, ama unaweza kutuma prayer request tukaweze kuomba pamoja nawe. Na kwa hivyo namba yetu ambayo tunatumia ni 0710 789 480. 0710 789 480. May God bless you so much. Awazidishie neema yake. Tutaonana tena na Bwana atubariki.